Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa News Update Media, ikiwa ni tarehe ya 9 ya mwezi wa 6 mwaka huu 2025, tukiwa tupo katikati ya mwaka huu na tayari harakati mbalimbali za kisiasa zimeanza kurindima nchini. Ukiangalia vyama mbalimbali vya kisiasa vikifanya mikutano yake, ikiwa ni kuandaa sasa wananchi kuelekea katika kampeni za uchaguzi na hatimaye kufanyika kwa uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu 2025. Mtazamaji, ni kukaribisha katika kipindi hiki muhimu kabisa na kipindi chako pendwa cha mahojiano maalum na News Update Media, ambapo kwa masuala haya ya kisiasa leo hii nimemwalika hapa Shehe Mkuu wa Mwanza, Sheikh Hassan Kabeke, kuangalia mchango wa dini na viongozi wa dini hususan kuelekea katika uchaguzi huu wa mwaka huu 2025. Hapa nazungumzia mchango wa viongozi wa dini, lakini dini kwa ujumla katika swala zima la kulinda amani, lakini pia katika kuelekea uchaguzi huu ambao unatarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu 2025. Sheikh, karibu sana katika kipindi hiki maalum cha mahojiano maalum na News Update Media. Asante sana na nimeitikia na nimehudhuria. Asante sana. Okay, mimi nikukaribishe tena, lakini ninachotaka kufahamu kuanzia hivi sasa ni kwanza hali ya BAKWATA katika mkoa huu wa Mwanza, halafu mara baada ya hapo tuendelee na mambo mengine. Naam, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kwanza ni wasalimu watazamaji wetu watukufu kwa salamu iliyo bora. Niseme assalamu alaikum popote pale mlipo, amani ya Mungu iwe juu yenu. Ni kweli kwamba Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA ndani ya mkoa wa Mwanza limeendelea kuimarika, tunakwenda vizuri. Wilaya zetu zote 7 za mkoa wa Mwanza utulivu ni mkubwa. Viongozi wamejipanga vizuri kuanzia ngazi ya msikiti, kata, wilaya. Kazi zinafanyika, mambo yote yanayoelekezwa yanafanyika, juhudi kubwa zinafanyika, waumini wanaendelea na ibada, hakuna shida kabisa. Naam. Mara ya mwisho tulizungumzia swala zima la harambee. Ilikuwa ni harambee ya ujenzi wa vituo vya afya ambayo mlikuwa mnaisimamia nyinyi kama BAKWATA katika mkoa huu wa Mwanza. Pengine mtazamaji anayetutazama hivi sasa natamani kufahamu hali ipoje, mmeishia wapi, kipi ambacho kinaendelea kwenye harambee hiyo mpaka hivi sasa? Naam, kwanza nitumie nafasi hii kukushukuru wewe, lakini kuishukuru News Update. Nimshukuru mkurugenzi na wote ambao wanahusika katika chombo chetu hichi. Ni kweli kwamba watazamaji wetu watukufu wanajua tulizungumza huko nyuma na wewe, hasa kwenye jambo zima la harambee ya ujenzi wa vituo vya afya. Kama ambavyo mnavyojua, mkoa wa Mwanza sisi tuliamua kipaumbele chetu cha kwanza ni kuhakikisha kila wilaya inajenga kituo cha afya. Kwa hiyo tukaanzisha harambee, na unakumbuka ilikuwa kabla ya Ramadhani, tulikuwa tuna kitu kinaitwa Badri Day, kwamba tutakwenda uwanja wa Furahisha kufanya harambee. Tunamshukuru Mungu na nitumie nafasi hii kuwashukuru wa Tanzania, kuwashukuru Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Kusema kweli, harambee ile ilikwenda vizuri sana, na kwa hakika tumeamua kwamba ile harambee sio mripuko, sio nguvu ya soda. Sasa ni jambo endelevu. Utaona hii ilikuwa mwaka wa 3. Sasa tunaenda kufanya kila mwaka, na tumetengeneza kitu kinachoitwa bidhaa 7. Yaani tunao utaratibu sasa takriban aina 7 hivi ambao utakuwa unasimamiwa kila wakati kuhakikisha kwamba lile kinachopatikana kinaenda kwenye ujenzi wa vituo vya afya. Kama ujuavyo kwamba vituo vya afya hata baada ya kujengwa vinahitaji vifaa tiba, hata baada ya kupata vifaa tiba vinahitaji watendaji. Kwa hiyo tumekuwa na bidhaa 7. Mfano, tumeweka utaratibu ndani ya baraza kwamba kila mkusanyiko, watu wanapokutana Waislamu kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya jambo lolote, mazungumzo, harusi, basi wachangie chochote kinachokwenda kwenye ujenzi wa vituo vya afya. Lakini tumesema misikiti yote inayosimamiwa na Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA wahakikishe kwamba kila siku ya Ijumaa kuna percent ndogo inayotoka inakwenda kwenye ujenzi wa vituo vya afya. Lakini tuna kitu tumekiita Ahlul Khair. Tunaendelea kuwahamasisha Waislamu na wasiokuwa Waislamu wajiunge kwenye ile watu, natafuta watu 10,000 wanaoweza kuwa wanachanga japo kwa mwezi 1,000. Sasa watu 10,000 wanaitwa Ahlul Khair. Kwa tunawahamasisha waendelee kuchanga. Lakini tuna hiyo kubwa inaitwa Badri Day, ambayo tunakutana pale viwanja vya Furahisha mwezi wa Ramadhani. Almuhimu tumeweka mambo takriban 7 mpaka 8 ambayo itakuwa ni mambo yanayoingiza pesa, sadaka kidogo kidogo kwa mwaka mzima, afu mambo yanakwenda. Kwa hiyo kimsingi jambo la harambee sio jambo la mripuko, sio jambo la nguvu ya soda, hapana, ni jambo endelevu, na tumeteua mtu maalum
mtu maalum anasimamia kitengo hicho, anapita mawilayani, anapita kwenye kata, anapita kwenye misikiti. Ombi langu tumpe ushirikiano Waislamu na wasiokuwa Waislamu, lakini niendelee kushukuru wasiokuwa Waislamu pia katika hili la ujenzi wa vituo vya afya vinavyosimamiwa na Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Hata ndugu zetu wasiokuwa Waislamu wametuunga mkono sana. Kwa hiyo kimsingi niseme Watanzania wote wametuunga mkono. Sisi tumesema hata mbuyu ulianza kama mchicha. Hatupaswi kukata tamaa, hatupaswi kurudi nyuma. Tumeamua iwe itakavyokuwa, lazima tuhakikishe vituo vya afya vinajengwa. Haijalishi tutajenga kwa miezi miwili, tutajenga kwa miaka miwili, tutajenga kwa miaka 20, almuhimu tuhakikishe tunajenga ili hata tukiondoka, kwa maana tukifariki, waje watakayokuja waseme hapa walipita watu walioacha athari. Pengine mpaka hivi sasa kuna vituo vyovyote ambavyo tayari vimekamilika au vimefikia katika asilimia gani? Katika jambo la kufurahisha, maana yake mwenye macho haambiwi tazama. Hivi sasa ukienda kituo kile cha afya cha Ilemela ambacho ndio tumesema ndio kama role model ya maeneo mengine, watu wakitazama kile kimsingi ni kama kimekamilika, kwa sababu ile OPD, jengo la wagonjwa wa nje, vyoo, kichoma taka tunakwenda kukamilisha. Na hapa nitumie nafasi hii narudia tena kwa sababu tumehusiwa sisi katika Uislamu kushukuru ni sehemu ya ibada. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha sana kushukuru, mpaka akasema man la yashkuri nasa la yashkurullah. Mtu ambaye hawashukuru wanadamu wenzie hata Mungu hawezi kumshukuru, na asiyeshukuru kwa kidogo hawezi kushukuru kwa kikubwa. Tunamshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, alitusaidia mchango katika ile kituo. Imesababisha kile kituo cha Ilemela kiwe katika vituo bora kiasi ambacho watu wanakwenda pale kupiga picha. Lakini kama hiyo haitoshi, kule Nyamagana eneo linaitwa Kishiri tunajenga kituo cha ghorofa 3. Tumeanza kutengeneza zile beam zinapanda, maana inatakiwa beam kama 53 hivi, karibu beam 9-11 zimeshapanda. Kwa hiyo unaona juhudi ni kubwa inaendelea kufanyika, na maeneo mengine tunaendelea. Naam, ni Sheikh Hassani Kabeke, Sheikh mkuu wa baraza hili la BAKWATA katika mkoa huu wa Mwanza, lakini leo hii nimemwalika hapa kuangazia mustakabali wa amani, lakini pia mchango wa viongozi wa dini na dini yenyewe hasa katika kuilinda amani kuelekea katika uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu 2025. Sheikh, tunarudi tena kwako. Hivi karibuni kumekuwa na matamko mbalimbali ya viongozi mbalimbali wa kidini wakiangazia masuala haya ya uchaguzi. Wengi wamezungumza mambo mengi kweli kweli. Pengine kwa upande wako msimamo wenu ni upi hasa kuelekea katika uchaguzi huu ambao unatarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu 2025? Ni kweli kwamba inawezekana yako maneno mengi ya viongozi wa dini na kadhalika. Msimamo wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA ni ule ule msimamo wa Mheshimiwa Mufti na Shekhe Mkuu wa Tanzania Daktari Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana Mujaddidul Asri. Kiongozi wetu huyu tayari alikushatoa maelekezo. Moja ya msimamo wetu ni kuhakikisha nchi inabaki na amani yake, kwamba tunaihitaji amani kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Tanzania hii inatakiwa iwepo kabla ya uchaguzi, ndani ya uchaguzi, hata baada ya uchaguzi, kwa sababu Tanzania ndiyo mama, Tanzania ndiyo mbeleko, Tanzania ndiyo jamvi. Kwa hiyo tuhakikishe Tanzania haibomoki, na huu ndo msimamo wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania mkoa wa Mwanza. Na msimamo wetu ni pamoja na kuhakikisha kwamba uchaguzi unapita kwa amani, unapita kwa utulivu, na sote kwa pamoja kama Watanzania, bila kujali dini zetu, kabila zetu, rangi zetu, kuhakikisha kwamba hatubaguani kwa misingi ya kabila, kwa sababu waasisi wa taifa hili walitujengea taifa ambalo mtu habaguliwi kwa dini yake, na hivyo ndivyo tunavyoendelea mpaka sasa. Na huo ndo msimamo wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Tuweke nukta hapo, tupate matangazo kwa ufupi, halafu tutarejea hapa kuendelea na kile ambacho kimesalia. Je, unatafuta sehemu tulivu, safi na ya kisasa zaidi kwa ajili ya makazi? Relax, kisha pay attention. Watoto mjini wanapaita Ushuani Apartment, ila mimi napenda kupaita nyumbani. Ndiyo, ni Sweet
Home Apartment. Hapa utapata mazingira mazuri, hewa safi itakao kufanya uwe kwenye comfort zone. Imagine ukitaka kuperuzi mtandaoni kuna free wifi. Ukiwa bored unapata vitu vya Netflix. Ile ndingako kali inapata parking kali. Ukitaka kupika madiko kuna jiko. Na si kupika tu, utahifadhi mpaka miko. Alafu baada ya harakati zote upate usingizi mnono katika vyumba bora na vya kisasa zaidi kwa ajili yako na familia yako. Karibu Sweet Home Apartment tukuhudumia. Najua utakuwa unajiuliza location ni wapi? Tunapatikana Mwanza Mkolani. Tupigie kwa namba ya simu Naam, tunaendelea na kipindi chetu cha mahojiano maalum ambapo nipo naye hapa Sheikh Hassan Kabeke ambaye ni Sheikh mkuu katika mkoa huu wa Mwanza, tukizungumzia mustakabali wa amani kuelekea katika uchaguzi huu ambao unatarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu 2025. Hapa tunaangalia zaidi mchango wa viongozi wa dini na dini kwa ujumla katika kuhakikisha amani inasalia kama ambavyo imekuwa wakati wote. Sheikh Hassan Kabeke, tunaelekea sasa katika uchaguzi na tunaona kuna dalili mbalimbali ambazo si nzuri sana kwa wakati mwingine, tunaweza tukasema hivyo, kama ambavyo imezoeleka wakati wote kwamba Tanzania ni kisiwa cha amani na mara zote tumekuwa tukijivunia amani ambayo ipo nchini. Pengine natamani kufahamu sasa mchango wa viongozi wa dini lakini pia na dini yenyewe kwa ujumla wake sasa katika mustakabali wa amani, hususan sana kuelekea katika uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika mwaka huu. Mchango ni upi wa viongozi wa dini? Naam, ndugu mtangazaji, labda niseme kwamba mchango wa viongozi wa dini katika kuelekea uchaguzi mkuu, niwe muwazi kwamba mfano sisi dini yetu ya Kiislamu, na hasa nijikite kwenye kuisemea dini hii kwamba ile dini yenyewe inaitwa al-Islam, yani ni dini ya amani. Na mtu katika Uislamu, hata ukikutana na mwanadamu mwenzio, haijalishi ni Muislamu mwenzio au sio Muislamu, umetakiwa umtangazie amani. Ndio maana unaona watu wanaambiana assalamu alaikum, amani iwe juu yako. Kwa hiyo mchango wa viongozi wa dini tunapopita kwenye kipindi kama hichi, mchango wetu mkubwa ni kuhakikisha tunamuomba aliyetuumba ambaye ni Mungu muumba Allah subhanahu wa ta'ala atusaidie nchi yetu kama ambavyo imedumu kwa zaidi ya miaka 60 tumo ndani ya amani, basi hata kipindi hichi pia tupite kwa amani. Kwa maana sisi katika Uislamu tunasema silahul mu'min ad-du'a au ad-du'a silahul mu'min. Dua ndio silaha ya mtu mwenye kumwamini Mungu. Kwa hiyo ni wajibu wetu kwamba mchango wetu mkubwa ni kuendelea kuwanasihi waumini wa dini zetu, kumuomba Mungu, kumkabidhi Mungu kila jambo letu. Umepata kusikia baadhi ya watu wanasema kila mtu anatakiwa awe na hofu ya Mungu, amweke Mungu kifuani, awe mwanasiasa, awe mtu wa serikali, awe mtu wa mashirika, awe nyewe waandishi wa habari. Almuhimu mchango wetu sisi ni kuendelea kuhusia hilo la amani. Lakini kubwa zaidi, viongozi wa dini sisi ni kama grease. Hata chuma kikikaza, viongozi wa dini ndio wanakuwa grease. Lakini viongozi wa dini ni sponge. Sisi tunapoza mambo. Kwa hiyo kiongozi wa dini hautaki kuwa mutashaddid. Wakati mwingine yani mtu mwenye mhemko. Kiongozi wa dini hutakiwi kuwa mtu mwenye kuripuka. Sasa sisi kama viongozi wa dini tunatakiwa kusimama na serikali yetu, kusimama na nchi yetu kwa ujumla, kuhakikisha kwamba sisi wenyewe kwa wenyewe tunaasana. Yani ifike mahala hata sisi viongozi wa dini, sababu wakati mwingine unaweza ukateleza kidogo, lakini sisi wenyewe tukumbushane, jamani, sisi ndio mababa, sisi ndio viongozi wa kiroho. Kwa sababu tunapoenda kwenye uchaguzi, wote wanaoshiriki kwenye uchaguzi kwa Tanzania kwa asilimia kubwa ni watu wenye dini. Ndio maana utamuona mtu baada ya kuwa ameshinda, ni nadira pale siku ya kuapishwa ima ubunge ama uwaziri, ukamwona mtu akushika kitu amenyosha tu mkono. Mara nyingi utaona akashika Qur'ani ama akashika Biblia. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri ni kwamba huyu ana dini. Sasa kumbe tuna kazi kubwa ya kuzifinyanga hizi nyoyo za wale wote wenye kuingia kwenye uchaguzi. Mfano, vyama vya siasa, wale wanaogombea, wale wanaosimamia ule uchaguzi,
wale waliopewa dhamana ya kutangaza uchaguzi, wote hawa tuwafinyange, tuwaeleze ukweli, tusimame nao katika kuonyesha kwamba tunahitaji jambo hili la uchaguzi wa nchi yetu lipite kwa salama na amani. Kama ambavyo toka tumepata uhuru tumefanya chaguzi za chama kimoja, 92 tukaingia kwenye vyama vingi kama Watanzania, 93 tukafanya uchaguzi mdogo wa kwanza kabisa ulifanyika katika jimbo la Kigoma mjini, 95 tukaanza rasmi sasa uchaguzi wa nchi kwa maana ya vyama vingi. Kama chaguzi zote 95 tulipita salama, 2000 tukapita salama, 2005 tukapita salama, 2020 tukapita salama. Tunamuomba Mola wetu kwa imani zetu sisi wanadini kwamba na 2025 tupite salama. Shehe, wewe pia ni mwenyekiti wa kamati ya amani katika mkoa huu wa Mwanza. Pengine nyinyi mmejipangaje sasa kuelekea katika uchaguzi huu kuhakikisha amani hii unayoisema hivi sasa iendelee kusalia? Kamati ya amani ya mkoa wa Mwanza kwa kweli sio vibaya kueleza kama unafanya kitu kizuri, wakati mwingine ni vizuri ukaeleza. Sisi kamati ya amani ya viongozi wa dini mkoa wa Mwanza, kwanza ule muundo wetu, tuna mwenyekiti mwenza na mwenyekiti mwenza. Mfano mimi ni mwenyekiti mwenza upande wa Uislamu na yuko Dr. Charles Sekelwa, yeye ni mwenyekiti mwenza upande wa Christian. Tuna maaskofu, tuna mashehe. Na sisi katika kuiendea hili jambo la kamati ya amani na jambo hili la uchaguzi, kamati ya amani ya mkoa wa Mwanza ilianza mapema. Ni kama imekuwa mwalimu hivi. Tulitoka na kitu kinachoitwa tunu za taifa na mpaka sasa tunaendelea. Tumefanya mkutano mkubwa hapa Mwanza ulioleta wilaya zote kuzungumzia tunu za taifa. Mfano tunawazungumza watu wafahamu tunu za taifa ni zipi. Tunayo tunu ya taifa inayoitwa utu. Tuna tunu ya taifa inaitwa uzalendo. Tuna tunu ya taifa inaitwa maadili, yani uadilifu. Tuna tunu ya taifa umoja. Tuna tunu ya taifa, hii lugha ya Kiswahili ni tunu ya taifa. Kwa hiyo sisi kamati ya amani ya mkoa wa Mwanza tunafanya mikutano hiyo, tukawaomba wenzetu wajua kamati ya amani ya mkoa wa Mwanza ilianza na imesaidia kamati nyingi za mikoa mingi kwenye kanda ya Ziwa. Kwa tukaweza kuzungumza na wenzetu wa Simiyu, Mara na Shinyanga. Tukafanya mkutano mkubwa pale Simiyu, Bariadi, kwa maana ya kuhakikisha kwamba tunapoingia kwenye uchaguzi lazima tuelewe umuhimu wa tunu za taifa, umuhimu wa amani. Na hivi tunamuomba Mwenyezi Mungu atusaidie, na wale ambao watakayejaliwa kutusaidia Mungu awabarikie. Tunataka kwenda tunaongea na wenzetu wa Kagera na Geita, tutafanya mkutano pale Kagera tukiwa hai na salama. Kwa hiyo kamati ya amani ya mkoa wa Mwanza imetangulia kuyatazama haya. Mfano unaweza ukaona sisi tunapozungumzia utu ni kuwataka wanasiasa kwamba unapopanda juu ya kiriri, yani umepanda juu ile yani eneo la kutolea sera zako, eneo la kuwafahamisha Watanzania ilani yako, tunasema ujue kuna utu, ambao neno ili jambo la utu limo ndani ya Qur'ani, limo ndani ya Biblia. Heshimu utu wa mwingine. Haifai unaposimama pale ukamtukana mwenzio, mwanasiasa mwenzio, kisa mmetofautiana vyama au mitazama au sera. Hapana, ukisimama eleza, sisi chama chetu kwenye maji tutafanya hivi, kwenye kilimo tutafanya hivi, kwenye ustawi wa jamii tutafanya hivi, kwenye ulinzi tutafanya hivi. Simama ueleze hayo. Utu uzingatiwe. Lakini wale waliopewa dhamana mfano ya kusimamia uchaguzi wenyewe wawe na utu. Wajiangalie, hivi ninapomdhuru huyu akakosa haki yake, ule utu wangu umefanya kazi? Lakini wale usiku wa kutangaza matokeo lazima utu ufanye kazi. Lakini hata wewe sasa baada ya kuwa umepata matokeo, ima umefaulu ama kura hazikutosha, utu wako lazima uwepo. Lakini kuna kitu kinaitwa uzalendo. Kamati ya amani ya mkoa wa Mwanza tunaendelea kuhangaika kuwaelimisha Watanzania, Wakristo, Waislamu, kuwafahamisha juu ya swala lazima la uzalendo, juu ya swala la kuipenda nchi, kwa sababu ili uwe Mtanzania na Tanzania ibaki kama hivi ilivyo, inahitaji wazalendo, watu wanaoipenda nchi yao. Mfano nyinyi waandishi wa habari, tumeendelea kuwanasihi baadhi, sio wote, baadhi yao hufika mahala kutotafakari vizuri. Sisi tunazijua baadhi ya nchi ni nchi kubwa, zina sifa, lakini ndani yake zina mambo mabaya kabisa, lakini huwezi kukuta baadhi ya yale mambo yameripotiwa. Sasa wewe mwandishi wa habari, je, uzalendo wako kwa nchi yako? Lakini nchi hii ina viongozi ambao wamepewa mamlaka. Sisi tunatakiwa tuwe wazalendo kwa wale viongozi wetu, kuwalinda, kuwatetea, kuwatia moyo na kuwasaidia. Shukrani sana. Je,
Unatafuta sehemu tulivu, safi na ya kisasa zaidi kwa ajili ya makazi. Oh, relax, kisha pay attention. Watoto mjini wanapaita Ushuani Apartment, ila mimi napenda kupaita nyumbani. Ndiyo, ni Sweet Home Apartment. Hapa utapata mazingira mazuri, hewa safi itakao kufanya uwe kwenye comfort zone. Imagine ukitaka kuperuzi mtandaoni kuna free wifi. Ukiwa bored unapata vitu vya Netflix. Ile ndingako kali inapata parking kali. Ukitaka kupika madiko kuna jiko. Na si kupika tu, utahifadhi mpaka miko. Alafu baada ya harakati zote upate usingizi mnono katika vyumba bora na vya kisasa zaidi kwa ajili yako na familia yako. Karibu Sweet Home Apartment tukuhudumia. Najua utakuwa unajiuliza location ni wapi? Tunapatikana Mwanza Mkolani. Tupigie kwa namba ya simu katika hotuba yako ambayo umeitoa hivi karibuni kwenye siku ya Idi ya kuchinja pale Nyamagana, niliona ni kama ina ukali fulani hivi. Kuna mambo ambayo ulikuwa umekazia sana, pengine unaweza ukatukumbusha kidogo ili tuweze kuyafahamu vizuri. Ulizungumza pale kwamba watu Waislamu wanatakiwa waingie kwenye maombi takriban siku kama 4 hivi kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini hotuba yako ilikuwa kama ina ukali fulani hivi. Pengine unaweza ukatuelekeza sasa ni kwa nini? Kimsingi sio ukali, sio ukali, na niwaambie wa Tanzania ambao inawezekana baadhi yao hawajui misingi ya Uislamu, hawajui sheria ya Kiislamu. Moja ya sifa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alikuwa anapotoa hutuba ilikuwa ala sautahu, sauti yake inapanda juu. Wakati mwingine ahmarra ainahu, macho yake yanakuwa mekundu. Kwa hiyo hii ni katika sura tu ya kufikisha ule ujumbe. Lakini pia kama unavyojua, ukiwa unazungumza kitu kinachotoka moyoni ni tofauti na mtu anayezungumza jambo kwa ujanja. Yuko mtu anaweza kuzungumzia nchi yake lakini kwa ujanja tu kama vile show. Lakini sisi Waislamu au sisi viongozi wa dini tunapozungumzia umuhimu wa amani ya nchi, tunapozungumzia heshima kwa watawala wetu, kwa sababu iko hivi, ndani ya Qur'ani sisi Mungu wetu anasema kulillahumma malikal mulki, yani Mungu anaambiwa mtume wetu Muhammad, kul, sema we Muhammad, Mungu ndio anempa, yani Mungu ndio anempa mtu mamlaka. Kwa hiyo utawala huu, mamlaka haya ni Mungu ndo anayatoa kumpa mtu. Sasa ikifikia mahala watu wanaweza kumjadili hata kiongozi ambaye ndio kiongozi mkuu wa nchi, mfano Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, nafasi ile ndio nafasi ya juu kuliko, unajua rais ndio kama nembo ya nchi. Rais, watu wote wanamtazama rais. Ndio maana hatuwezi kurupuka tu mtu yote akawa rais, atapimwa kwa vitu vingi, kwa vigezo vingi. Leo inawezekanaje nyie kama wa Tanzania mkaruhusu huyu ambaye mlosema ni mkuu kuliko wote akavunjiwa heshima, akatukanwa? Baya zaidi niliwapa mfano pale kwenye mimbar. Kuna rais wa Marekani anaitwa Barack Hussein Obama. Yule ana asili ya Kenya hapa, lakini alipoteuliwa tu kuwa mgombea, sio rais, kuwa mgombea, mpaka familia yake iliyoko Kenya ilikuwa inalindwa. Kulikuwa kuna bibi yake pale alikuwa analindwa. Leo mtu anamshambulia rais, anainuka kumshambulia mtoto wake. Huyu rais halali kwa ajili ya nchi hii, anahangaika. Mfano sisi watu wa Mwanza, kanda ya Ziwa, tuna miradi mikubwa. Umesikia hata kesho kutwa hapa, nadhani tarehe 19 sikukosea, itakuwa tunazindua daraja ambalo la kihistoria. Lile daraja linapokuwa la Busisi la JPM, lile daraja manufaa yake ni kwa Tanzania, kwa Rwanda, kwa Burundi, kwa Kongo. Mikoa yote itanufaika, Bukoba, Kigoma, yani njia za kiuchumi hapa zinafunguka. Rais anayehangaika na haya, rais ambaye amekuja madarakani kwa njia ambayo
Yeye hakawa amejipanga. Ile njia ni njia ya kimungu na njia ya kikatiba, lakini ameachiwa, wanasema ile miradi aliyoachiwa kimkakati ni miradi ambayo kila mtu aliogopa, akasema hivi huyu ataweza? Lakini amepambana, ameweza, ameminyana, ameweza. Nchi imetulia, hakuna mwananchi anayefanya kazi serikalini amekosa mshahara, nchi ina amani. Alafu ananyanyuka mtu anamwadhiri, anamvunjia heshima, anamvunja moyo kumtukania watoto wake au mtoto wake. Ikaona lazima tuwakumbushe uungwana, tuwakumbushe ustaarabu na tuwatake waache. Lakini pia kuna jambo moja baya sana ambalo lilifanya nizungumze kwa hisia kidogo. Vyombo vya ulinzi na usalama. Vyombo vya ulinzi na usalama ni vitu vinavyotakiwa kupewa moyo hivi, na ziko njia za kuvishauri. Mfano, hata ukienda polisi hapa kuna dawati la jamii, kuna dawati la ushauri. Hawa polisi sio wenyewe, sio malaika, ni binadamu. Usalama wa taifa, immigration, magereza, JWTZ na vyombo vingine vilivyopo vya ulinzi sio malaika, ni wanadamu, wanaweza kushauriwa. Lakini ikitokea mtu anavivunjia heshima, anavitukana, anatengeneza hofu kwa wananchi waone kwamba vyombo vyao sasa haviaminiki, hii ni hatari zaidi. Nitakupa tu mfano mdogo. Ikifika mahala wananchi wakaacha kuamini vyombo vyao, kuna hatari kubwa inakuja. Lakini mtu anaweza kuchukua kidole chake anaandika matusi kwenye mtandao. Anavunja heshima ya vyombo vya ulinzi na usalama, anavunja heshima ya rais wa nchi ambaye amepewa dhamana, ameapa. Hivi vyombo vya ulinzi na usalama vimepewa dhamana, vimeapa. Rais kapewa dhamana, ameapa, akasema hapana. Lakini sisi kama viongozi wa dini tunapoona kuna tatizo, jukumu letu ni nini? Huwezi kulaumu hujatoa suluhisho, ndio hoja yangu ya msingi. Lazima tuwe na suluhisho. Solution nini? Kiongozi wa dini silaha yake sio bunduki, silaha yake sio bomu, silaha yake sio chochote. Silaha ya kiongozi wa dini ni maombi. Sisi Waislamu tunasema addu'a, na ndivyo alivyotufundisha Mtume, dua ndio silaha kwa muumini. Kwa hiyo nilitoa maelekezo pale tufunge, lakini pia siku ya Alhamisi naamini itakuwa tarehe ngapi hivi, tutakuwa na dua kubwa itafanyika hapa Gand Hall kumuombea. Kwanza tutamuombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mungu amlinde, Mungu amhifadhi, Mungu amtie nguvu, asife moyo kwa haya yanayotokea. Lakini sisi tumesema wazi tutaviombea vyama vya siasa bila kubagua. Sisi kama viongozi wa dini hatuna chama maalum, kwa sababu mimi ukinitazama msikitini pale nina waumini wa vyama vyote, waumini wa ACT Wazalendo, waumini wa Chadema, waumini wa CUF, waumini wa CCM wako pale. Kwa tutaviombea vyama vyote. Mwenyezi Mungu awaonyeshe haki hawa viongozi wao. Tutakiombea Chama cha Mapinduzi, kimetawala kwa miaka 60. Nchi ina amani, nchi ina utulivu. Kwa hiyo sisi tunachosema ile amani ndio imefanya ustawi wote upatikane. Mimi na wewe leo tunazungumza kwenye kipindi chetu hichi ni kwa sababu hapa hakuna vurugu, hakuna bomu, hakuna nini. Tutaombea vyama hivi vya marafiki na wenyewe Mungu aendelee kuviimarisha katika hali ya Tanzania. Lakini tumesema tutajiombea sisi wenyewe mmoja mmoja, na mwisho kwenye dua ile tutamwombea pia Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania. Nimesikia pale kuna dua hii ya Al-Badili, pengine ina tafsiri gani zaidi na hutumiwa zaidi katika wakati gani? Maana umezungumza hapa kwamba sio dua ya kawaida fulani hivi. Naam, ni kweli kwamba tutakuwa na dua maalum. Dua hiyo inaitwa Ahlul Badr. Katika Uislamu dua ziko nyingi. Nikisema Ahlul Badr yani tutatawasal katika Uislamu, unakumbuka tulifanya ile Badr Day. Kwa katika Uislamu kuna maswahaba 313 walisimama kumuhami Mtume na wakashinda, na ushindi wao ndio uliofanya Uislamu uenee dunia nzima. Kwa tunataka kutawasal kupitia majina yao, sio kuwaomba wao, kupitia majina yao, kupitia kazi walizozifanya, zile amal saliha walizofanya, ule ushindi waliopata. Tutatumia kidua hii kumwombea rais wetu, Mwenyezi Mungu amvike bulletproof, asipatikane mtu wa kumvunjia heshima, na hata akipatikana, kwa sababu wanadamu hawezi kupendwa na watu wote, lakini asipatikane mtu wa kumdhuru, asipatikane mtu. Na tumesema yoyote ambaye atakuwa na nia mbaya, sio rais tu. Nataka ndugu mwandishi ufahamu, hii nchi yetu ya Tanzania tunatakiwa kuilinda kwa magego. Tunataka tuiombee nchi hii ya Tanzania, Mwenyezi Mungu adumishe amani yake na utulivu wake. Ikitokea Tanzania imevurugika, sisi wa Tanzania tunakwenda wapi? Ndio maana mimi Sheikh Hassan Kabeke, Sheikh wa mkoa wa Mwanza, nimepaza sauti na mara nyingi na sirudi nyuma katika hili. Huu ndio msimamo wangu, kwamba kuna baadhi ya watu hutushauri, mimi siwezi kuwalaumu, usema mashehe zungumzieni haki nayo, msizungumzie tu amani. Sisi majibu yetu yako wazi.
Majibu yetu ni kwamba hatuwezi kuzungumzia haki kabla hatujaimarisha hii amani. Tunataka tuzungumzie amani ili mwenye haki apate haki yake katika jamvi linaloitwa amani, kwa maana amani ndiyo jamvi la haki. Pengine kati ya amani na haki, kipi kinambeba mwenzie? Kinachombeba mwenzie ni amani. Ndiyo maana duniani ukisikia kuna magomvi yametokea mahala, wanateuliwa wasuluhishi wakubwa duniani, akiwemo Mwalimu Nyerere aliteuliwa kuwa msuluhishi wa ugomvi ule wa Burundi. Kuna mtu anaitwa Kofi Annan alikuwa msuluhishi mkubwa na ana sifa kubwa, alikuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Walipokuwa wanakwenda kule, walikuwa wanakwenda kusaka haki, walikuwa wanakwenda kusaka amani. Kwa hiyo sisi tunaposema tunamlinda rais, kwanza vyombo vya ulinzi na usalama vipo na vinatosha. Na hapa niseme kupitia chombo hichi na niwapongeze sana. Kuna watu kama wanataka kuonyesha kama kuna wasiwasi hivi. Hakuna wasiwasi shekhe. Katika vyombo vya ulinzi na usalama vilivyo imara duniani, vyombo vya ulinzi na usalama vya Tanzania viko imara sana. Wala sikudanganyi. Mimi najua viko imara sana. Tuwaombee tu Mungu. Na katika dua ile tutawaombea na vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo tunaposema tunataka kumuombea rais, kumlinda, hatuna maana eti tuna wasiwasi na vyombo. Vyombo viko vizuri, lakini mlinzi mkuu ni Mungu. Hata hivyo vyombo vyenyewe vinahitaji msaada wa Mungu. Kwa sisi tunamweka rais katika mikono yake, katika hifadhi yake. Samani kidogo. Katika hifadhi yake na mikono yake. Na tunapoomba sisi watu wa Mwanza, hatusemi mikoa mingine haiombi, hatusemi nchi haiombi, hatusemi rais mwenyewe hajiombei, hatusemi wapenzi wake wengine hawaombi. Wote wanaomba, lakini kila mmoja anatakiwa achukue nafasi yake. Nitakupa tu mfano mdogo na kuomba radhi. Nabii Ibrahim katika historia yake, sisi Waislamu tunaamini kuna kipindi alitaka kuchomwa moto. Alipotaka kuchomwa moto Nabii Ibrahim, malaika walipiga kelele, na anatupa kwenye moto. Malaika walipiga kelele, viumbe mbalimbali walipiga kelele. Alionekana ndege mdogo sana, aswafir, mdogo sana. Amekwenda ziwani, kachota maji, anakwenda kuzima ule moto. Inasemekana malaika wakamuuliza yule ndege, bwana wewe utawezaje kwenda kuzima ule moto, umeshawashwa kwa miezi mitatu? Akasema nakwenda kuzima ule moto kwa maji yangu haya nilichota kwa mdomo wangu. Japo ni madogo, lakini Mungu ashuhudie, atambue kwamba na mimi nilishiriki katika kumwokoa mtume wa Mungu. Sisi wana Mwanza kwa ujumla wetu, na katika hili mimi nawaomba hata ndugu zetu wasiokuwa Waislamu, ndugu zetu, marafiki zetu, wapenzi wetu, na mialiko yetu inatoka katika sura hiyo, wote tukusanyike pale Gando Hall. Somo zinaendelea hivi tunavyozungumza. Mawilaya yetu watu wanafunga, mtu mmoja anafunga na nini, tunaendelea. Na kuna visomo tunaendelea navyo kumlilia Mungu. Mungu atupe ulinzi wa nchi yetu. Mungu aimarishe hii nchi. Shekhe, imepata uhuru bila kumwaga damu. Kuna siri wazee wetu waliomba shekhe. Wazee wetu walimlilia Mungu, ndio tukapata uhuru. Nchi zingine zimepigana, wamemwaga damu, sisi bila damu. Kwa hiyo tutamwombea rais kama wanavyomwombea watu wengine, na sisi tutachukua hatua ya kuhakikisha kwamba tunamlinda rais, tunailinda nchi, tunalinda vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, tunalinda vyama vyetu hivi, lakini kuwanasi sana vijana wetu, kuwanasi sana wanasiasa wetu, lugha zao. Lakini hata sisi viongozi wa dini kuchagua ya kusema, na tuwe na suluhisho. Suluhisho la kiongozi wa dini huwa sio kutukana. Suluhisho la kiongozi wa dini sio kubeza. Suluhisho la kiongozi wa dini ni kujifungia ndani, kuomba, na maajabu yanatokea. Ni Sheikh Hassan Kabeke, Sheikh wa mkoa huu wa Mwanza, na hapa tulikuwa tukizungumza mambo kadha wa kadha yanayohusu mustakabali wa amani katika taifa hili la Tanzania, hususan sana wakati huu ambapo taifa linajiandaa kuelekea katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu 2025. Kama ambavyo umemsikiliza, mengi kwelikweli amezungumza hapa, na amekazia kwelikweli kwenye dua ambayo itafanyika siku ya Alhamisi ya kumwombea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa majukumu yake na namna ambavyo anafanya kazi kubwa kwelikweli kuiongoza taifa hili la Tanzania. Mimi ni Elia Jackson Lupembe, lakini nyuma ya kamera ni Dice TZA na Yusuf Shabani. Mpaka kufikia hapo sisi hatuna la ziada. Bye bye.